Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara Steven Mguto yeye ametoka na kuhojiwa na kuzungumzia sakata la klabu ya Yanga kuenda kuishtaki ama kufungua shauri katika mahakama ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo CAS, na akisema kwamba pengine kama Yanga wamefanya tukio hilo ama tendo hilo la kufungua shauri hilo katika mahakama hiyo ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo, watakuwa wanafanya vichekesho, kwani mahakama za ndani za usuluhishi wa masuala ya kimichezo bado zipo na Yanga hawajamaliza kupitia katika vyombo hivyo kwa ajili ya usuluhishi wa sakata lao ambalo wao wanadai kwamba wana haki ya kupatiwa alama 3 ambazo zilipaswa zitolewe kwa ajili ya mchezo wa dabi ya Kariakoo baina yao dhidi ya Simba. Mchezo huo ambao haukufanyika, Yanga walipeleka timu uwanjani na wakamaliza training ama warm up yao, na mwisho wa siku wakasema kwamba wao wanastahili kupewa alama 3 kwani walipeleka timu yao uwanjani, na Simba wao hawakupeleka timu uwanjani, wanapaswa kupatiwa adhabu kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hapa nimekuwekea sauti ya Steven Mguto akielezea juu ya sakata hilo na kutanabaisha ni kwa namna gani ambavyo Yanga wanapaswa wapitie michakato yote kabla ya kupeleka shauri lao katika mahakama ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo CAS. Ndio maana tunasumbuka, unaona tunakaa vikao hapa kwa sababu ya hizo. Kwa sababu kama ingekuwa ni rahisi, ilikuwa ni kitu straightforward kwamba wewe umefanya hiki, faini yako hii, wewe umefanya hiki, unashushwa daraja, ingekuwa rahisi. Lakini piga picha, umeishusha Yanga, umeishusha Simba, hebu piga picha. Lakini ni kutokana tumekuwa na malezi mabaya tangu huko nyuma. Unaona, sasa ni tatizo kubwa kurekebisha mambo sasa hivi. Ni tatizo kubwa sana. Unaona, mtoto anakuwa tu unamfundisha kuongea matusi. Unaona, sasa kuja kumrekebisha, yeye atajua kwamba tangu nimezaliwa mimi najua hili sio, ni neno tu la kawaida. Uje ulirudishe itakuwa ngumu. Kwamba wewe unaposema kwamba Simba kagomea, tunataka tukuelimishe Simba kama aligomea au hakugomea. Pia tunataka tukuelimishe Yanga na haki ya kudai point 3 au hakudai. Sasa haya ndio mambo ambayo huwezi ukakurupuka ukaja ukasema hiki kwa ina utaratibu wake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunasema kwamba hekima na busara ni lazima zitumike. Sheria, kanuni ipo kweli, lakini lazima pia utumie hekima na busara. Sasa huyo asiyetaka kutumia hekima au busara, kusema kweli huyo hayuko all out kutatua hili tatizo. Nia yake ni ku create commotion ambayo haitakuwa na maana yoyote. Hebu niambie kama leo hivi nani hii unasema kwamba huyo labda zinaombeana hizi timu, mmoja ashushwe daraja, and then napata faida gani? CAS kuizungumza tu, CAS ni rahisi, lakini CAS ina taratibu zake. Lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda CAS kwa swala la Morrison, sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda CAS, huwezi kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa na CAS kwenda kujibu, na tunayo na wakati huo kama wakati tumeshafanya maamuzi yetu, tapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi. Lakini kama wanaenda CAS sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho. Lakini labda wanaweza kuwa, kwa sababu hii timu tajiri, wanaweza kwenda CAS kiasi cha kwenda tu wagonge CAS hodi, tunauliza kuna jambo 1 2 3 utaratibu wake ni nini. Anaweza kuwa mtu kaenda kwa hii, halafu akaja akangoja kwamba anatungojea sisi tufanye maamuzi, ndio halafu arudi tena CAS. Sijui, lakini sitaki kuamini kwamba wanahangaika hivyo kwa kitu ambacho kinaweza kikamalizwa hapa. Naamini kabisa hili jambo linaweza likamalizwa hapa, labda upande mmoja uwe kichwa ngumu.